Na mtazamaji, ni saa 10 jioni saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba ubuheri wa afya mahali popote ulipo. Hujambo na karibu kwa takriban dakika 30 za taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Narisha Witi. Na karibu. Na mtazamaji, sasa tuanze na taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa takriban siku 3 mfululizo, hasa katika eneo la South C ambako ile shughuli ya kutafuta mwili wa pili zaidi imekuwa ikiendelea. Mwanahabari wetu Haman Kamariki amekuwa kikita kambi kwa siku ya 3 mfululizo katika eneo hilo kufuatilia kuona tu jinsi gani mchakato wa kutafuta mwili katika vifusi hivyo vya jengo liloporomoka inaendelea. Haman Kamariki, kama unanipata sasa hivi, tunaweza kumfahamisha kipi hasa mtazamaji wetu kuhusiana na shughuli nzima hiyo ya kusaka mwili katika vifusi hivyo vya jengo ambalo liliporomoka? Asante sana Sama Mani. Nipo katika eneo la South C katika barabara ya Mohoho Avenue ambapo jumba la orofa 14 linasemekana kuporomoka wakati lilikuwa linajengwa kuelekea katika orofa ya 16. Na kama mpiga picha wangu Fred anavyoweza kukuonyesha ni kwamba kuna wale ambao ni washirika ambao wanashughulika na swala hili wapo hapa. Kuna lile ambao ni kutoka katika eneo la Kenya Red Cross ambao kwa hapa kwa ajili ya kusaidia katika shughuli ya kuokoa mmoja ambaye ameweza kubanwa na vifusi kule katika sehemu hiyo. Nitakuwa na kuonyesha hiyo baadaye, lakini ni kueleze tu kwamba kufikia sasa mmoja ambaye alitolewa katika vifusi hivi siku ni mwanahabari wetu huyo Haman Kamariki. Bila shaka tutarejea kwake baadaye kujua kinachoendelea katika eneo hilo ambako shughuli ya kusaka mwili katika vile vifusi vya jengo liloporomoka inaendelea. Haman Kamariki, tutakuja kwako baadaye, ila sasa ni kurejeshe katika eneo la South C ambapo mwanahabari wetu Haman Kamariki amekuwa katika eneo hilo kwa muda sasa kufuatilia shughuli nzima hiyo ya kutafuta mwili katika vifusi vya jengo ambalo liliporomoka. Haman Kamariki, unanipata? Kipi sasa tunaweza kumfahamisha mtazamaji kuhusiana na shughuli nzima hiyo ambayo inaendelea katika eneo hilo? Asante sana Amani, pole kwa hitilafu hiyo ya mitambo, lakini nipo katika eneo hili la South C na nikufahamishe tu kwamba kile ambacho kinajiri kwa sasa ni kwamba yule ambaye aliweza kutolewa katika vifusi hivi siku ya Jumapili kesha zikwa leo kulingana na mila na tamaduni za Waislamu, na kwa sasa tupo hapa kusubiri kuona kama tunaweza kumuokoa yule ambaye bado ameweza kuzikwa katika vifusi hivi. Lakini kabla tuzungumzie hilo, nitakuwa nazungumza na mmoja wa wale ambao ni wanaangalia masuala ya polisi katika dunia nzima, wanaitwa International Police Organization. Atakuwa anatueleza ni kipi ambacho wanapanga na ni kipi ambacho wameona katika eneo hili, na kuangalia pia polisi ambao wamekesha hapa tangia siku ya Ijumaa. Labda tutaanza kukuambia jina lako ni nani, alafu mnashughulika na nini hasa? Okay, so my name is Jimmy Malu. I'm from International Police Organization. Our role here is to come and help with the people who are doing the rescue team. We've come with some food and water to come and help them because they've been here since the disaster happened. So what we are coming to do is at least to make sure that their well-being is taken care of and that we are there to support in any way possible. So another thing I want to tell you is that International Police Organization, who we are an international team. Our headquarters in Italy, Milan. So that's where our base is at. So what we are doing here is to help all the rescue team to make sure that they get what they require. The food, water, and support, mental, physical help. That's what we are doing here. And it's been so far great. We've been seeing a lot of cooperation with the police, with the disaster management team. All of us are here together. We all speak in one language, which is very important. So I can't say much, but everything is going well. I mean, the rubbles are being cleared. So far, so good. Labda ukiangalia jinsi shughuli ambayo imefanyika tangu Ijumaa mpaka leo, bado tunatafuta mtu ambaye amezikwa kule. Labda tuseme ni polisi wetu ambao wapo polepole au ni kwa sababu ya hali ya kazi jinsi ilivyo? It's because of the work. Hali ya kazi. It was a tall building, so whatever is inside there, you have to be very careful as you're removing it. So that's what is happening. I think we have all the skills needed here. We have people who are qualified to do this type of disaster. So I cannot blame anyone, but what we can just say is because of the amount of work that is there.
it is very sensitive. You cannot just pull and then you create a bigger disaster. So it is a process that is taking place, and it is, the equipment that are being used there, it is very sensitive as we go on, just to make sure that we are doing it right. Yes. Asante sana. Huyo ni Jimmy ambaye amekuwa akituzungumzia kuhusiana na masuala ya polisi, kwa sababu polisi wamekaa hapa tangia Ijumaa mpaka sasa wakijaribu kusaidia na wale ambao wanahusika, si polisi peke yake, wale ambao wanahusika kutoa vile vifusi. Labda tutamuomba mpiga picha wangu Fred aweze kukuonyesha tu upande ule mwingine ambapo shughuli nzima inaendelea. Na Samamani, labda kwa kumaliza tu nikueleze kwamba hapa katika eneo hili la South C ni kwamba tumearifiwa sasa wameelekea katika eneo moja ambalo wanashuku mwili huu unaweza kuwa au huyu ambaye amezikwa yuko pale, au ameweza kufunikwa na vifusi hivi yuko sehemu fulani. Na kando na jinsi tulikuwa tumefahamishwa kitambo ni kwamba mwili ulikuwa katika orofa ya pili, lakini kwa sasa tumeambiwa kwamba mwili ulikuwa katika orofa ya kwanza, na kwa hivyo iko chini sana. Wanajaribu kutafuta kama wataweza kumuokoa pale. Amani. Na asante sana Haman Kamariki, bila shaka